Elimu ni msingi wa maendeleo kwa kila taifa, na kila kitu kinachohusu maendeleo huwezi kutenganisha na elimu. Hivyo tufanye vyote ila tusisahau lengo kuu la kusoma. Ndugu vijana wenzangu, maisha baada ya chuo huandaliwa wakati ukiwa chuoni. Wakati ukiwa chuoni, kwanza unatakiwa uwaze unataka kuwa nani, na ili ufike hapo unatakiwa ufanye nini au ufanye kitu gani, na watu gani unahusika au wanahusika katika mchango wa kufikia ndoto zako, ili hao ndio wafanye marafiki zako. Baada ya kujibu hayo maswali, tengeneza mazingira, hata ikiwezekana mnakwenda zile field, upate hilo eneo la kazi ambalo ungetamani wewe uende. Na unapopata nafasi hiyo, kazi yako kubwa ya kwenda kufanya pale, moja ni kutengeneza mahusiano na watu wa hapo, lakini cha pili ni kuonesha utiifu na nidhamu yako kwa watu hao, lakini la tatu ni kuonesha uwezo wako kwa watu hao, ambapo ofisi ungetamani wewe uende au sehemu ungetamani siku moja wewe uende. Lakini sasa wakati ukisubiri hayo yatimie, life in and after campus ndio tumeleta hapa, ili kufumbue macho, ikuoneshe ni fursa zipi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia imeziweka unaweza ukafanya kwa wakati ule ukisubiri mchakato wa kufikia ndoto zako. Ndugu vijana wenzangu, mafanikio yoyote yana maumivu ndani yake. Mafanikio yanahitaji kujitoa sana. Hakuna mafanikio yanayokuja kirahisi, lazima upitie katika mchakato unaoumiza. Watu wakutenge, wakusimange, wakule nyumbani Zanzibar wakwambie wakudoboe, wakuseme, wakusengenye, wakukatishe moyo. Lakini nataka nikwambieni, kila anayefanikiwa ana story inayoumiza ndani ya moyo wake. Life in and after campus, lengo lake ni kumfundisha kijana ni kwa namna gani au ni vitu gani avifanye ili kufikia ndoto zake akiwa chuoni. Lakini baada ya kumaliza chuo, inawezekana hapa pakawa na muda wa kusubiri kufikia hiyo ndoto yako. Sasa ni vitu gani navyo uvifanye wakati ukisubiri kufikia ndoto zako? Wako vijana wengi wakati wakisubiri huu mchakato wa kufikia ndoto zao tumewapoteza. Ni heri wangepoteza uhai tukajua tumewazika. Lakini kuna wengine wamejihusisha na madawa ya kulevya, kuna wengine wamejihusisha na wizi, kuna wengine wamejihusisha na ujambazi. Lakini yote hii ni frustration ambazo hawakujiandaa before life after campus.